Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu umeamka salama salimini kabisa, na utakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 22 Januari mwaka 2026. Na Kivu News Info tunaendelea kila siku kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia channel yetu ya YouTube, kabla ya chochote tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku nakisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi na uendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Ite Eloge Longa. Basi na kualika kwa na mimi mwanzo hadi tamati wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 22 Januari mwaka 2026. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Karibu tukupashe. Mapigano makali yameendelea tangu asubuhi ya jana Jumatano tarehe 21 Januari kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiwa na msaada wa vikosi vya wazalendo. Mapigano hayo yanazidi kuongezeka katika maeneo ya Mpompi na Itea katika groupement ya Kisimba, wilaya ya Walikale, Kivu Kaskazini. Taarifa zinaonyesha kuwa waasi wa M23 walizindua mashambulio ya moja kwa moja dhidi ya ngome la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia majira ya saa 4 asubuhi. Sauti ya milipuko ya silaha nzito na nyepesi imesikika mara kwa mara katika eneo hilo, jambo ambalo limeleta hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Katibu wa utawala wa groupement ya Kisimba la Vichangu yamethibitisha uhasama huu, kueleza kuwa raia wengi wamekimbia makazi yao na kujificha msituni ili kujiweka salama kutokana na ghasia za kivita. Amesema Mpombi na Itea ni ngome muhimu sana kwa ulinzi wa mji wa Pinga, na kwamba hali hii ya wasiwasi kuwa msururu wa risasi na milipuko ni mkali sana. Mpombi na Itea zinashikiliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa msaada wa wazalendo katika eneo la milimani ambalo linaangaliana na mji wa Pinga. Eneo hili ni muhimu kiusalama, kwani linachukuliwa kama kizuizi cha kulinda Pinga, mji wenye umuhimu mkubwa katika mkoa huo. Shambulio hili linafanyika katika mazingira ambako usalama tayari ulikuwa dhaifu. Mnamo Disemba mwaka jana, viongozi wa Kisimba walitoa tahadhari kwa mamlaka kuhusu kuimarishwa kwa ngome za M23 katika Mpeti, ambalo limechukuliwa kama kambi kuu ya wanamgambo katika eneo la Pinga. Ilidaiwa kwamba walikuwa wakijiandaa kwa mashambulio ya moja kwa moja dhidi ya Pinga. Mwanzoni mwa Januari mwaka 2026, waasi hao walijaribu kuchukua Mpombi na Itea, lakini jeshi la Kongo limewasukuma kurudi Mpeti, kambi yao ya nyuma. Baada ya mashambulio ya jana, kuna taarifa rasmi kuhusu vifo au majeruhi iliyotolewa mpaka sasa. Hali bado ni tete na ijabanika ni lini itapata utulivu katika maeneo ya mapigano karibu na Pinga. Mahakama ya kijeshi imemfunga kwa kifungo cha miaka 12 cha kazi ngumu kwa afisa mkuu wa jeshi la majini FARDC baada ya kukutwa na hatia ya kujipiga video na kueneza picha wakati wa operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la wanamgambo CRP la Thomas Lubanga na kuzuia kanuni rasmi za jeshi. Afisa huyo ni Kapteni Bumba Ambwa Jean Denise, ambaye alikuwa akiongoza kikosi kama kamanda wa batayo kwa muda wa jeshi la majini linaloshikiliwa na FARDC kwenye ukanda wa Ziwa Albert katika wilaya ya Njugu. Alitumiwa kujipiga video akiwa na wanajeshi wake wakati wa kusafiri na boti yenye motere wakati wa operesheni za kijeshi. Matukio yalitokea tarehe 8 Oktoba mwaka uliopita, wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendesha operesheni dhidi ya milisia wa SRP wa Thomas Lubanga katika eneo la Nyamamba, wilaya ya Njugu. Video zilipigwa na baadaye kuenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, zikifika watu wengi haraka, kulingana na taarifa ya redio ya televisheni ya Ituri. Mahakama ya kijeshi ya Ituri inashughulikia kesi hiyo na kutoa uamuzi wake Jumanne tarehe 12 Januari. Katika kikao cha mahakama ya umma, Kapteni Bumba Ambo amepewa kifungo cha miaka 12 cha kazi ngumu, na pia amefukuzwa kabisa kutoka katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kuruhusiwa tena kuendelea kuhudumu. Kesi hiyo ilisikilizwa mbele ya koloneli makamu
Keni Dienga Kelele, rais wa kwanza wa mahakama kijeshi ya Ituri. Kesi hii ya uendeshaji ilieleza kuwa afisa huyo alikiuka kwa kukusudia kanuni zinazoishishwa na makamu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa taifa, hasa zile zilizomo kwenye noti rasmi ya mechi mwaka 2025. Noti hiyo inakataza kwa nguvu askari wanaofanya operesheni kuchukua au kushiriki katika picha au video kwa sababu ya hatari za kiusalama na kimkakati zinazoweza kutokea. Kijiji cha Njubapeshe kilichopo katika sheferia Panduru, wilaya ya Mahagi, mkoani Ituri, kimekumbwa na shambulio la wapiganaji wa kundi la Codeco usiku wa kuanzia Jumanne hadi Jumatano tarehe 21. Innocent Wabekudu, rais wa jamii ya kiraia katika eneo hilo, ameonyesha wazi kwa wapiganaji au walifanya uvamizi na kuiba takribani pikipiki 10 pamoja na kuchukua watu 10 kwa nyara. Mamlaka ya kijamii inasema kuwa hali ya hofu na taharuki imezuka katika eneo hilo, kwani wakazi wanaishi katika wasiwasi mkubwa kutokana na vitendo vya mara kwa mara vya uhalifu na ukatili. Innocent Wabekudu ameomba kuwa nguvu mamlaka za usalama kuimarisha ulinzi katika eneo la Panduru, mahali ambapo ukosefu wa usalama unazidi kuongezeka, ili kulinda maisha ya wakazi na mali zao. Hali inatokea katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo makundi ya silaha mara nyingi huendelea kufanya mashambulio na utekaji nyara dhidi ya raia. Shirika la kiraia Convention pour le respect des droits humains imeonya juu ya hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya kwa kiwango kikubwa na cha kushtua katika wilaya ya Mambasa, Ituri. Katika ripoti ya ufuatiliaji iliyochapishwa Jumanne tarehe 12 Januari, shirika hilo linaeleza kuwa takribani vikundi 14 vya silaha vinashiriki katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia katika eneo hilo la Ituri. Ripoti hiyo inasema kuwa tangu mwanzo wa mwaka 2026, sheferi ya Babila Bakwanza imekuwa mahali pa mauaji, utekaji nyara, mateso na wizi wa mali kwa wingi. Ripoti inaorodhesha matukio kadhaa yaliyoripotiwa ndani ya wiki 2 zilizopita. Tarehe 5 Januari, wanajeshi wa wazalendo wa Namulembo walimkamata na kuwatesa raia 2, mmoja akafa kutokana na majeraha aliyoyapata. Tarehe 15 Januari, mwanaume mwenye umri wa takriban miaka 50 alitekwa nyara na kuuawa shambani kwake Kibenet karibu na Biakato. Tarehe 18 Januari, mapigano kati ya makundi yanayopigana kati ya eneo Elota kuhusu mgodi walisababisha vifo vya takribani raia 10 na kupeleka wizi wa dhahabu. Shirika hilo linatoa wito wa haraka kurejeshwa kwa utawala wa serikali katika eneo hilo kwa sababu vikundi hivi vinafanya uhalifu kwa uhuru bila kuchukua hatua. Ramsi Malikidogo, mwakilishi wa shirika hiyo katika Babila Bakwanza, amesema kuwa ni lazima nguvu za usalama ziweze kuingia ili kudhibiti hali hiyo. Ni muhimu sana kwamba mamlaka ya serikali yaanzishwe tena katika maeneo mbalimbali ya sheferi ili kuzuia vitendo hivi vya kujidudu. Watu hawawezi kuendelea kuishi kwa tisho la mauaji na mateso kila wakati, amesema. Hadi sasa kuna jibu rasmi iliyotolewa na msimamizi wa wilaya ya Mambasa kuhusu madai haya na ikiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Watu wengi walitamani kujua kipi kinachoendelea kwenye huu msafara wa vita, kipi kinachoendelea kwenye malinde front tofauti, na leo tutakuwa na mwaliko rasmi, mwaliko mkubwa ambaye hatutapenda kwenda kumwambia ajitambulishe yeye mwenyewe. Ni Mheshimiwa Ngoma Nzito. Watu wengi walitamani kujua maswali tofauti, uko sehemu gani? Okay, mimi naitwa kwa jina la Delfe Kalembe, appellation Ngoma Nzito. Mimi ndiye kiongozi wa Biloze Bishambuke. Ninapoketi mahali panapoitwa kwenye ligne de front Rugezi, nina front 3 kule Mo Plateau, ndo kwenye nimeishi. Mzee Ngoma Nzito, watu wengi walitamani kujua kutoka Tanganyika TV pia Iyambaletu TV, walipenda kujua, ni siku kadhaa sana unakaa kimya, haupati muda ya kuongea na media haiza kuonekana kwenye TV ili uweze kuwaambia watu hali hiko namna gani? Kipi kinachosababisha sana usionekane kwenye runinga zetu? Kwa hiyo tangu awali, miezi iliyopita nilikuwa Uvira. Wakati nilifika Uvira nikakuta wenzetu wako changamoto, nikawaambia eti tupambanisha adui. Wakati niliona biko ma difficulty fulani tena nikarudia kwenye ligne de front Rugezi. Wakati nilifika Rugezi nikaanza pambana na adui, na hivi ndio kwenye nimeketi huko Rugezi. Kimya yangu zaidi huko Rugezi
hakuna ba journalist wenye kuwa huko Rugezi. Ndio maana ya kimya yangu zaidi. Na siku nyingi tukitafuta kwenye mtandao wa kijamii tunakuwa tunakukosa, hata kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, hata kwenye njia ya simu. Kisa inakuwaka nini usipatikane hata kwenye njia ya simu? Kisa ya kutokupatikana kwenye simu, huko kwenye milima mirefu kuna nafasi mingi, hakuna rezo. Ndiyo maana sipatikani zaidi. Hakuna WhatsApp huko. Watu ambao wanatufuata kwenye njia ya TV aiza kwenye fast tofauti, mnaelewa kwamba sehemu hakuna njia ya connection, kuna simu kubwa hizo ambazo zinaweza kusaidia wapambanaji huko kwenye shamba la vita. Kipi unaweza kufanya, mchango gani unaweza kuchangia ili kiongozi afanyikiwe juu ya network kwenye mashamba ya mapambano? Watu wengi wangetamani kujua sasa Rugezi na sehemu tofauti ambazo unazozimiliki, wajeshi wako sehemu gani tofauti? Huko afasi ninazo malinye de front. Kuna ligne de front Rugezi, kuna ligne de front Kabanja, kuna ligne de front fasi wanaita Musika, parti za Lulenge. Ni huko wajeshi wangu wako kwenye malinye de front. Nakumbuka juma mbili ilizopita ulikuwa sehemu panaitwa Makobola. Nini ilikusukuma sana kufika Makobola? Kwa miezi iliyopita nilikuwa kwenye ligne de front Rugezi hapo mwa plateau. Nikasikia eti Uvira imeanguka mikononi ya adui, nikashuka na kasi kubwa. Na nilikuwa na hasira kubwa, na hivi ningali na hasira kubwa juu ya wavamizi wa nchi yetu. Kwa sasa nikashuka. Wakati nilishuka nilikuta watu wanaanza kimbia. Wezetu walikuwa kulinye de front Luvunge, wakawapiga surprise kule, wakarudia mpaka mteritori ya Fizi. Ndo wakati nami nilishuka na wajeshi wengi zaidi, tukaanza pigana na adui mpaka hivi adui tukamneutralize, tukamrudisha nyuma. Ni hivyo. Watu waelewe, Ngoma Nzito na jeshi la taifa mna mahusiano gani? Wakuwa watu wengi wangependa kujua wewe na jeshi la taifa mna uhusiano gani? Mawasiliano tunayo na jeshi la taifa, sisi hatuna maadui ya nchi yetu. Kwanza tunamshukuru president wetu Felix Tshisekedi Tshilombo kwa kutuingiza muradi. Kwa leo sisi ni wazalendo. Yaani mzalendo ni mtu wa kupigania nchi yao. Ndo maana sisi ni wasaidizi wa kupigania nchi yetu. Na hivyo mawasiliano ya government na sisi wazalendo kama vile Biloze Bishambuke, kama vile mzalendo, mawasiliano ni kupigania nchi yetu, tusaidiane na government yetu. Fabebe manake nini? Fabebe ni Biloze Bishambuke, manake ndo maana ya Fabebe. Fabebe ni kudefendre nchi yetu. Biloze Bishambuke kwa mtu ambaye sio Mfulero, Mvira, hawezi akaelewa. Watu wangetamani kujua kwa Kiswahili aiza kwa lugha nyingine ili waelewe Biloze Bishambuke manake nini? Okay. Biloze Bishambuke yaani ni chama ambayo inayo defendre nchi yetu. Wakati unanitesa zaidi wala unatutesa zaidi, kama vile M23 inatutesa zaidi, vile tulisema kipende kibomoke wala kipende kiharibike. Kama niliyai ni kulipiga chini libomoke wala liharibike, kusikuwa kulikula. Ndo maana ya Biloze Bishambuke. Yaani biakukua lugha ni lugha ya Kifuleru. Biakukua bikue. Ngoma Nzito leo Uvira imegombolewa. Ni nguvu gani ambazo Ngoma Nzito amechangia kwa ukombozi wa Uvira? Aiza majeshi zako wako sehemu gani kwa kufikia tarafani Uvira, ville d'Uvira? Nguvu tuliyotumia ni tulisaidiana na government yetu kupiganisha adui. Wakati adui tulimupiga zaidi, ndo wakati alirudi nyuma. Hata gouvernement yetu imesimama zaidi kwa kuchangia kurudisha adui nyuma. Ndizo nguvu tunajivunia, ni nguvu za nchi yetu. Wanasema kwamba walijitoa wenyewe, wameandika vikaratasi tariki 15, yani wamejitoa kwa kupenda kwao. Hamkuwafanya chochote kile wakajiamua kutoka. Imekuwa namna gani? Hao hawakujitoa wenyewe, kwa maana walikuwa wanapenda eti waingie hata Lubumbashi. Wakati walikuja kwa kasi tukawaingizana nasi kwa kasi. Wametoka kusikia mulio ya risasi imekuwa mingi.
Ndio maana wametoka, hawakutoka wenyewe, na nafasi zote wanazomiliki tungali tutawafata zile nafasi za nchi yetu. Tuendelee, kiongozi Ngoma Nzito, tunagusia sehemu ya hapa juu wanaita point zero. Point zero kuna wakina nani kwa sasa? Wakati tulikuwa Makobola, tulisikia fununu zikisema eti point zero imekamatiwa mikononi ya M23. Tukaulizia wenzetu wakasema kweli ni haki, wamekamata point zero. Wakati tuliona tumekwisha miliki Uvira, ndo sasa tunarudia hivi, nimeingia Mukera ili tuingie ku point zero, tupambane na yule adui anayeonekana ku point zero, lakini yule adui hawezi kutushinde nguvu. Tunajua tutampiga na tena tutampiga zaidi na atatoka. Kwa sasa mumefikia wapi kwa kujiandaa kwenda kuongoa adui hizo sehemu? Kwenye tumefikia kwa saa hizi, sijui mingine ya mingi huko partiza, kuna parti wanaita Mulima, kuna zingine zenye parti wanaita kama ni Kanguli, ndo kwenye tumekwisha miliki ili tupandie point zero. Yaani point zero, na hapo nimesikia kwamba sio mbali sana. Watu wa Bukavu, watu wa Goma wanatamani wazalendo kuja kuwagomboa. Ngoma Nzito, una neno gani kwa watu wa Bukavu? Maana Uvira tayari mmeiokoa, lakini watu wa Bukavu nao wamekuwa na neno moja kusema kwamba wazalendo mnachelewa kuja kuwagomboa. Kipi kinachosikitisha, na neno gani kwanza kwa watu wa Bukavu? Wakati nilikuwa Uvira nilikuwa napenda niliambia wenzetu tujikaze ili tugomboe Bukavu. Wakati niliona biko ma distraction nikarudia nyuma, lakini kwa sasa tunapenda tuondoe ubu wenye kuketi hapa ku point zero, na tutaingia hata na Minembwe. Tutarudi kwa kasi ili tugomboe watu Bukavu, watu wajipe moyo, watulie, kwa maana wakombozi wamekaribia sasa kutumika kazi. Kwa maana walikuwa wanaturudisha nyuma, lakini tumejifunga sisi wote kimoja, Bukavu tutalibere. Kwa kujifunga sisi wote kimoja, watu waelewe nini hapo? Maana kuna kwa neno ambalo anajifunga katikati. Kuna wazalendo wamoja wa halisi na kuna wazalendo wasiokuwa halisi, na tumekwisha ona wazalendo halisi, tumejifunga pamoja. Ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV, ndugu msikilizaji mpendwa wa Iyamba Letu TV, utakwenda kuelewa kwamba kipindi anasema kwamba wamejiunga pamoja, wamechachanua wakojua wazalendo wabaya na wazalendo halisi, ila kuna sentire ya wazalendo ambao wameshajiunga kwa kupiga adui. Kiongozi, watu wa Uvira, sijui unawaambia nini kipindi hiki cha ukombozi, lakini kuna wamoja wanalia kwa sasa eti uporaji unaingia Uvira, mamesako yanakuwa mingi. Watu waelewe nini kwa hii actuality yenye iko Uvira kwa sasa? Watu wa Uvira wanalia zaidi hivyo, lakini mahali panapoonekana wamechunia ngombe hapawezi kosa inzi haziwezi kosa. Na kwa sasa tunasema watu wote wa Uvira wawe chonjo, usalama utarejea. Tukishaingia sisi wote Uvira, usalama itarejea zaidi. Na zile kabila zote zinazoonekana Uvira, tumeita vijana wawape usalama, ni Wanyamurenge, ni wanani, na zingine kabila zote wawe na usalama, kwa maana wote ni Wakongomani. Yule atakaye uwa mtu aseme ni Mnyamurenge ni nani na nani, hapana. Maana sisi wote ni Wakongomani. Yule atakayejisikia kama hana Mkongomani atakimbia yeye peke. Kuna kanisa imebomolewa hiyo jana ya Wanyamulenge. Imekuwa kisa gani kubomolewa kwa hiyo kanisa? Tungali tutauliza vijana huko kisa ambacho kilichotuma wamebomola hilo kanisa. Tujui kama ni mlikuwa marenyo wala nini, lakini tungali tutauliza vijana huko Uvira. Neno kwa watazamaji ya kuwapatia moyo kwa ukombozi wa Kongo. Aiza tuanzie Minembwe kwanza. Kwa nini Minembwe miaka kadhaa ni adui anakaa hapo? Miaka kadhaa nini na kinahoka na kinasitize sana msiokoe hiyo sehemu? Shabaha ya kutokuokoa Minembwe, unaona hata government yetu kuna wajeshi wenye kuwa wazalendo na kuna wajeshi wenye kuwa wazalendo halisi. Ndio maana nilisema kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo. Kwa hii vita yote tunayopitia amo, tumekwisha jua wajeshi wa Kongo yetu na tunajua wajeshi wanaokula rushwa ya nchi yetu. Ndio maana kugomboa Minembwe ili tutatiza, lakini tumekwisha ona mwangaza ya wazalendo halisi
wa kijeshi na wazalendo halisi wa VDP. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji, tuko naye hapa General. Anatuonyesha kwamba kipi kilichosisitiza sana kutokuokoa hizo sehemu tofauti ilikuwa ni usaliti wa jeshi la taifa, ilikuwa inawasumbua sana, maseselefe ilikuwa mingi. Kiongozi, tunaweza kukupatia neno kwa watu wa Bukavu. Unawapatia espoir gani pour la libération de Bukavu et Goma particulièrement? Kwa hiyo hatutasema Bukavu wala Goma wala fasi nyingine, tutasema tu wakongomani wote ujumla. Tutapigania nchi yetu, ili hatutapatia adui hata sente moja ya nchi yetu. Wote wajisikie kwa amani, wakongomani wote. Tutagomboa nchi yetu. Tunatafuta fika mwisho wa mahojiano yetu na General Ngoma Nzito ambaye ni Delphin. Unaweza ukaandika commentaire pale kuuliza swali yako, aiza ungependa kujua nini kupitia Tanganyika TV pia Iyambaletu TV, kujua mengi zaidi ambayo iliyotokea na mengi ambayo ungependa kujua kupitia yeye. Siku ambayo tutapata na fursa ya kuwa naye, tutakwenda kumuuliza swali lako. Kiongozi, neno lako la nyongezo ambalo ungetamani aiza neno la mwisho kupatia watu wote dunia nzima ambao inakufuata, maana sio tu Uvira, sio tu Bukavu, lakini kuna Wakatanga, kuna sehemu mbalimbali. Neno lako la mwisho kwa watu wote ambao wanakufuata kwa muda huu. Ninawapa kwanza pole kwa nchi yetu gisi inavyozagazaga, lakini neno muhimu wala kamili nitawapa wenzetu wa Kongomani. Yule mkongomani alisi ni kijana ni mama, wasimame tupiganie nchi yetu. Yule mkongomani asiyekuwa alisi inafaa kimbilie mbali, kwa maana ndiye anayeleta chachu kwa nchi yetu. Ndilo ombi langu nimetoa kwa wakongomani wote ujumla, wasikie gisi ninavyosema. Hatuna wakati wa kula rushwa ya nchi yetu, na tukikula rushwa ya nchi yetu hatuna ingine nchi tutakimbilia amo, maana ingine nchi tutakwenda amo ni mateso tu. Lakini wakongomani wote waje tupiganie nchi yetu. Asante. Corneille Nangaa, kiongozi wa uasi wa M23, sasa anapitia wakati mgumu wa kisiasa na uhasama. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, maelfu ya watu kutoka familia yake wametoa uhamisho wa kuondoka nchini. Ripoti za RFI zinaonyesha kuwa wanachama hao wa familia walihamia nchini jirani, pia mataifa mengine ya Afrika hadi Marekani. Miongoni mwa wanachama wa familia yake, Didier Lani Nangaa amekuwa akishikiliwa na vyombo vya usalama mara kwa mara kwa maswali. Sasa anahusishwa na mzozo wa ardhi na migodi, hasa swala la leseni la uchimbaji dhahabu, jambo ambalo mara nyingi limekuwa likikumba Corneille Nangaa katika kesi mbalimbali za rasilimali. Zaidi hayo, ripoti inaonyesha kuwa wanafamilia wane wa Corneille Nangaa wamehukumiwa kifo. Miongoni mwao ni ndugu yake Basiane Nangaa ambaye kwa sasa yuko gerezani kwenye gereza la kijeshi la Ndolo. Mke wake Yvette Lubanda yuko uhamishoni kama ilivyo pia kwa mpwa wake Fabrice Lubala. Aidha, katika familia yake kubwa, angalau ndugu na wajomba wake wa karibu 10 wako gerezani katika vituo mbalimbali vya kifungo, kulingana na taarifa za ndani na kwenye baadhi ya vyombo mbalimbali. Ndugu wengine wa Corneille Nangaa, Christophe Bassene Nangaa aliwahi kuwa gavana wa Uwele, naye ambaye kwa sasa ni seneta, amedai kwamba mali zake zimekamatwa na akaunti zake za benki zimewekwa baridi. Amesema alikwepa kukamatwa Kinshasa kwa bahati mbaya na baadaye kukimbilia Dubai, huku akisisitiza kwamba bado ni mwanachama wa chama kinachotawala. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa Nangaa au kutoka kwa vyombo vya dola kuhusu madai hayo. Kwa upande wa mkoa wa Kivu Kusini, kuongezeka kwa mapigano na migogoro ya silaha kumeendelea kuleta matatizo makubwa ya lishe kwa watoto waliokimbia makazi yao. Vituo vya afya vinatoa tahadhari juu ya ongezeko la kesi la utapiamlo kutokana na umaskini wa familia, upungufu wa msaada wa chakula na changamoto za kupata huduma za afya. Hali ya dharura ya kibinadamu ni, ingawa kuna jitihada za ndani, bado zinahitaji msaada zaidi ili kuleta suluhu endelevu. Katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini, vituo vya afya vinaripoti ongezeko la watoto wanaofikishwa kwa utapiamlo. Hali ni mbaya zaidi kwa watoto waliokimbia makazi kutokana na ghasia, kwani familia zao zinakosa kabisa uwezo wa kujikimu.
Wilaya Walungu, wataalamu wa afya katika kituo cha afya cha Muungwe wanasema kuwa wanakabiliwa na wingi wa kesi cha utapiamlo, hasa kwa sababu ya uhaba wa vyakula vya tiba na dawa muhimu. Watoto wa familia zinazohamia ni miongoni mwa waathirika makubwa kwa sababu ya wazazi wao mara nyingi hawawezi kuwapatia huduma bora za lishe. Watoa huduma za afya wanasema kuwa upatikanaji wa matibabu ya lishe umekuwa mgumu sana. Idadi ya watoto wanaopelekwa kwa utapiamlo wa papo kwa hapo imezidi uwezo wa vituo vya afya vya eneo hilo. Nimeshindwa kufuatilia kwa sababu tumekuwa na kesi nyingi za utapiamlo, hasa kwa watoto waliokimbia makazi. Tulikuwa tumepokea kesi 2 hadi 3 kwa mwezi, sasa tupo kwenye zaidi ya kesi 5 kwa siku. Vifaa vya lishe ni vichache na mahitaji yanazidi kuongezeka kila mwezi, amesema Jean Twali, muuguzi wa kituo cha afya cha Muungwe. Habari za michezo na utamaduni. Lumumba Veya amepata heshima maalum kutoka kwa Wizara ya Michezo na Burudani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyokuwa ameahidi mbele ya waandishi wa habari mjini Casablanca wakati wa Kombe la Afrika. Waziri wa Michezo na Burudani Didier Budimbo amemkabidhi rasmi gari Mukaluka anayejulikana kama zaidi kwa jina la Lumumba Veya. Sherehe ya kukabidhi gari ilifanyika siku ya jana Jumatano tarehe 12 Januari kama ishara ya kutambua mchango wake mkubwa katika kueneza jina la timu ya kimataifa ya Congo Leopards kimataifa. Kwa kitendo hiki, wizara ya kufanya tu zawadi ya kifaa, bali pia imefanya Lumumba Veya kuwa balozi wa Bloc Leopard, jukwaa linalolenga kuunga mkono na kuhamasisha timu ya taifa. Uamuzi unakuja baada ya Lumumba Veya kuonekana akiwa na utamaduni wa kipekee katika viti vya mashabiki. Amesimama bila kutikisika, kimya muda wote wa dakika 90 za michezo, jambo lilovutia watu wengi. Mtindo wake wa kuonyesha shauku ulikuwa wa kipekee na wa heshima, umemfanya atambuliwe kama mchezaji wa 12 wa Leopard katika kane ya mwaka 2025. Zaidi ya michezo, picha iliwakilisha maana kubwa, ikihusisha urisi wa kumbukumbu ya shujaa wa taifa Patrice Emery Lumumba, na hivyo kuonyesha taswira ya nguvu na kutambulishwa Kongo kwa ngazi za kimataifa. Na ni kupitia taarifa hiyo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 22 Januari mwaka 2026. Na ambako ukisikiliza ni Kivu News Info, ambao kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nikumbushe kwamba tu kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia channel yetu ya YouTube, kabla ya kuondoka tunakusii kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartage. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku, na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi, na uendelea kutuandikia na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine kikubwa ambacho unaweza ukafanya, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Kwa Faransa tunasema lien ya kwanza, ukiklike aiza kubonyeza na kupeleka moja kwa moja wewe kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na link ya pili ukiklike itakupeleka moja kwa moja kujumuika nasi kupitia grupe letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itarahisisha sana usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa na kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 22 Januari mwaka 2026. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi nikutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na wenda tena tukutanane kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye.